Haya, kuna mnyonyo huu hapa kama unavyouona huu hapa. Uangalie kwa makini. Hii ni dawa nyingi, ina asili ya dawa nyingi sana. Hii mnyonyo kwa wale wenye gono. Hii mnyonyo kwa wale wenye tatizo la uzazi wanawake. Hii kwa swala la wanaume ambao misuli yao haiko sawa. Hii kama unavyoiona kwa wale ambao mnasumbuliwa na joint zinawasumbua. Hii kwa wewe ambaye unasumbuliwa na miguu inauma, inawaka moto. Hii kwa wewe ambaye unasumbuliwa na mifupa inapasua. Hii kwa wewe ambaye unasumbuliwa na UTI. Hii yani na magonjwa mengi kibao sana, na mengi nishayaelezea kupitia mti huu wa mnyonyo. Kwa hiyo utakapouona popote usamini sana. Huu ni mti mzuri sana. Tumeumbwa na tumepewa miti ya asili ya kuweza kututatulia matatizo yetu. Sema sasa wewe ndo hujui namna ya kutibia ugonjwa wako ambao unakusumbua. Sasa fuatilia Dr. Emmanuel, niko hapa, nimekuja kwa ajili ya kuwaonesha tiba nzuri sana. Wewe cha kufanya, hakikisha una subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kupata video zangu. Tunaanza na kimoja kwa matumizi baada ya matumizi. Matumizi baada maelekezo, yani na waelekeza mwanzo mpaka mwisho. Tunaanza na kimoja. Hakikisha una subscribe. Sasa tunaenda. Hii kwa wewe ambaye unajua kabisa unasumbuliwa. Hii hapa. Kama hujawahi kufika mashambani, huwezi kugundua kitu hichi kina umuhimu gani. Umeona? Lakini kama umewahi kutembea, ukikutana nacho lazima utajua ni nini. Umeona? Hii ndo raha ya kutembea kijijini bwana. Umeona? Mpaka vigoda. Umeona? Hiki ndo kigoda cha kijijini kama unavyokiona. Hiki hapa. Hiyo ndo raha ya kutembea vijijini. Umeona? Huku tukichuma na dawa. Huku tunachuma dawa kama unavyoona. Zinatafutwa dawa. Uhakika 100%. Kwa hiyo ni wewe sasa. Umeona? Mashona nguo haya hapo kama unavyoyaona. Ndio yanayotafutwa mpaka muda huu. Watu wanaenda kupona magonjwa, maradhi. Umeona? Haya sasa, baada ya kufika kwenye kilimo cha zabibu, hii hapa kama unavyoiona. Hii ndo zabibu yenyewe, ila bado. Umeona? Hii ndo zabibu yenyewe kama unavyoiona. Baada ya kufika kwenye kilimo cha zabibu kama Dr. Emmanuel, huku nakula muhindi. Hii ndio raha ya kuishi vijijini kama mnavyoona. Tunachukua hii tunachanganya kwa pamoja. Chele chanje ndugu wangu rochi. Chele. Mabuha.